Ufunuo ile sura ya kwanza mstari wa kwanza hata ule mstari wa 3, maneno ya Bwana yanasema hivi: ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu ili aonyeshe watumishi wake mambo yatakayotukia karibu. Alijulisha mambo haya kwa kumtuma malaika wake kwa Yohana mtumishi wake, ambaye ameshuhudia kuhusu kila kitu alichoona, yani neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo. Amebarikiwa. Na katika tafsiri zingine za Biblia wamesema heri yeye asomaye maneno ya unabii, na pia wamebarikiwa ya kwamba wanaheri wale wanayoyasikia na kuyatia moyoni yale yaliyoandikwa humu, kwa sababu wakati umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Neno hili kila nikilisoma limekuwa na nguvu, hata sasa bado lingali lina hai, kwamba mimi na wewe katika jumuiko hili tumebarikiwa, tuna heri, kwa sababu tunakwenda kuyasoma maneno ya unabii na tunakwenda kuyasikia, na pili kuyatia moyoni yale yote yaliyofunuliwa kwetu. Yamefunuliwa kwa sababu wakati wa kutimia au utimilifu wa mambo haya uko karibu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Next slide. Mahali hapa ninatamani tupate kuona jinsi ambavyo mara ya mwisho tuliweza kusoma maneno ya Mungu ambayo Bwana mwenyewe alimfunulia Yohana katika kile kitabu cha Ufunuo, akamfunulia Danieli katika ile Danieli 7. Tulisoma ile mstari wa 4 mpaka ule mstari wa 7, lakini alimfunulia Nebukadneza mfalme katika ndoto ambayo Danieli alikuja kuitafsiri. Bwana Yesu asifiwe. Alipoona sanamu kubwa tena yenye kutisha. Lakini kwa mafundisho tuliyosoma wiki iliyopita, wakati tunaweka msingi wa mafundisho haya ya kinabii, tulikubali na kuona kwamba wanyama wale wanne ambao Danieli aliwaona wakitoka baharini, ambaye alikuwepo simba, alikuwepo dubu, alikuwepo chui mwenye vichwa vinne, pamoja na yule mnyama wa kutisha na kuogofya. Hawa wanyama wanne wanazungumza kile kile ambacho Nebukadneza alionyeshwa sanamu kubwa, Bwana Yesu asifiwe, yenye kutisha, ambayo ilikuwa na kichwa cha dhahabu, mikono na kifua ilikuwa ya fedha, lakini tumbo pamoja na kiuno vilikuwa ni vya shaba, alafu miguu ilikuwa ya chuma pamoja na vidole vya udongo. Yalikuwa madini yaliyowakilisha falme 4, zile falme za wanyama: dhahabu, fedha, shaba pamoja na chuma, ambacho chini kikawa na nyayo zilizokuwa zimechanganyika chuma pamoja na udongo. Lakini ndio mnyama huyo tuliyomwona, au ndiye tafsiri ile tuliyoiona ambayo ilitokea kwa Yohana, ambaye alionekana pale katika kisiwa cha Patmo alipokuwa akionyeshwa yule mnyama mmoja wa kutisha, ambaye alikuwa ni mfano wa chui. Haleluya. Na mfano wa chui alikuwa na miguu ya dubu, lakini alikuwa na kinywa cha simba. Alikuwa na pembe 10 ambazo zinawakilisha ile mnyama wa kutisha wa kuogofya. Wote hawa walikuwa wanawakilisha falme 4 zenye nguvu ambazo zinatawala ulimwengu.
lakini falme hizo 4 zimetawaliwa katika vipindi vya mafalme 7. Bwana Yesu asifiwe. Wanyama 4 ni falme 4 kuu, lakini hizi ni falme 7 kwa sababu ina vichwa 7. Bwana Yesu asifiwe. Maana kumbuka mnyama mmoja alikuwa na vichwa 4 ambaye ni chui. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ikaleta falme 4 zenye nguvu, lakini ufalme mmoja unatoa falme zingine 4. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo tuliweza kuona ya kwamba yale yote yalikuwa wanazungumza habari ya falme hizi 7 ambazo Ashuru, ambao tunaona taifa la Israeli yale makabila 10 yalikamatwa. Bwana Yesu asifiwe, na kupelekwa utumwani. Lakini tunaona Babeli ambaye huyu aliwachukua kabila moja la Yuda likapelekwa Babeli huko uhamishoni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona baada ya Nebukadneza kufa akachukua mtoto wake ambaye naye alimaliza mwendo wake wa safari ya utumishi kwa kuuawa, na ukaingia ufalme mwingine wa Umedi na Ujeri. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hawa wakaingia Wagiriki na Makedonia, na mwisho ufalme wa 7 ukaja ufalme ambao unatawaliwa na Rumi au Roma. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na katika ufalme huu wa Rumi au wa Roma pia zikatolewa falme 10, ambazo hizi falme 10 zilikuwa zimegawanyika. Ndio wale mataifa ambayo yalisambaa duniani kote yakifanya ukoloni, wakienda kwenye nchi mbalimbali duniani na kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Tulizisoma Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, na moja kati ya watu ambao Jerumani ni mmoja kati ya mtu ambaye alijiapiza kupitia kiongozi wake anaitwa Hitler kuliangamiza kabisa taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wote unawaona hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yule mnyama sio mnyama kama mnyama. Bwana Yesu asifiwe. Ile ni lugha ya picha ya kinabii inayowakilisha falme zinazotawala ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nyuma ya falme hizo yuko joka mkubwa mwenye vichwa 7. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na huyo ana pembe 10, ndiye anayetawala, ambaye ni Ibilisi, Shetani. Kwa hiyo Shetani anatumia mfumo wa kitawala wa dunia kuyaweka mapenzi na makusudi yake. Kwa hiyo dunia hii ya leo naiona imetengenezwa mifumo yake kutokana na hizi falme zilizotangulia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Zimetengenezwa kutokana na misingi, na zile falme bado zinaendelea kutengeneza hata Umoja wa Mataifa. Wote bado wako mule na wale wana nguvu. Ukiangalia hata Umoja wa Usalama wa Dunia, bado wao ndio wanaweka nini kifanyike, nini kisifanyike. Ukienda kwenye benki ya dunia, wao ndio wameweka mifumo ya kifedha ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukienda kwenye mfumo wa afya, Bwana Yesu asifiwe, WHO, wale ndio wameweka hii mifumo yote ya dunia. Lakini nyuma yake liko joka ambaye ni Ibilisi, Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Shetani hakutaka kutokea yeye, bali yeye alitumia mataifa. Na hii ndivyo ambavyo ipo. Hata Mungu alipotaka kuukomboa ulimwengu alitumia taifa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akaanza kumtafuta Ibrahimu, baba yetu wa imani, akamweleza ya kwamba nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Haleluya. Na kila atakayekubariki wewe atabarikiwa, na kila atakayekulaani wewe atalaniwa, na katika wewe jamaa zote za mataifa watakwenda kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mfumo wa kutumia mataifa au falme
ya kuleta penzi ya shetani sio mfumo ambao unatumiwa tu, haleluya, upande huo mwingine wa giza, lakini hata Mungu mwenyewe anatumia mfumo iliyopo duniani ili kuyaweka mapenzi ya Mungu. Yeye alitumia taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Shetani tunaona anatumia mataifa mengi, na yeye shetani ndio anayemiliki mifumo na tawala na kila kitu cha dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini tunaendelea kuona utendaji kazi wa joka. Next slide. Anasema ishara nyingine ikaonekana, joka kubwa jekundu lenye vichwa 7 na pembe 10 na taji 7 katika vichwa. Mstari wa 9 katika Ufunuo 12 inasema ni ibilisi shetani au potosha au audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa chini, yeye pamoja na malaika zake. Na tujaribu kuendelea kuweka mkazo katika eneo hili. Yeye ndiye baba wa uongo duniani kote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye anatumia mataifa haya niliyokuambia, na bado liko taifa lingine ambalo limeingia. Yeye ameingia mpaka kwenye mfumo wa dini. Bwana Yesu asifiwe. Kadiri tutakapoenda kuona, tutamwona nyoka, baadaye tumemwona mnyama huyu ambaye ni mpinga Kristo, lakini tutamwona yule nabii wa uongo ambaye yeye anaikamata na kutawala mifumo ya dini. Bwana Yesu asifiwe, ya ulimwengu wote. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia Wahindi wanaabudu nini, yule ni nyoka ameweka mifumo yake. Wengine wanasimamisha masanamu, na yale masanamu yanaweza kufanya miujiza na watu wakaomba wakapata, na ndio maana wanaendelea kuyaomba hayo, kwa sababu tayari ameshaweka mfumo ambao utawatawala wao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi na wewe ni lazima tujue ya kwamba joka kazi yake ni udanganyifu, na tutaendelea kuona baadaye jinsi ambavyo wanafunzi wa Yesu walimuuliza ya kwamba nini dalili za kurudi kwako na za mwisho wa dunia. Akawaambia mtu asiwadanganye, kwa sababu uko udanganyifu mwingi ambao umetengenezwa na huyu shetani au joka, ibilisi au danganyaye ulimwengu wote. Biblia inasema yule joka akampa nguvu zake yule mnyama na kiti chake cha enzi na uweza mwingi. Usione mataifa yana nguvu, usione mataifa yana mamlaka, usione mataifa yana uweza. Bwana Yesu asifiwe. Yamepewa nguvu hizo kutoka kwa hili joka, na wamepewa viti vya enzi vya nyoka na uweza mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hawa ndio wenye kuiongoza dunia, na wanaposema vitu vinatokea, Bwana Yesu asifiwe, ni kwa sababu wana mamlaka na wamepewa kiti cha enzi cha huyo shetani na uweza mwingi. Na hivyo ndivyo hata katika mifumo ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa lile ambalo linaonekana ndio litakao tawala, lakini hata sasa linatawala. Bwana Yesu asifiwe. Ila yupo anayezuia. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka ule wakati utakapofika atajidhihirisha wazi. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea kuona kwenye masomo mengine huko chini jinsi gani ambavyo joka huyu anafanya kazi. Lakini joka huyu anazitoa nguvu zake, na joka huyu limeweka mifumo ya serikali kwa wanadamu na falme ili kufanikisha lengo lake kubwa la kudanganya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona leo katika mifumo ya serikali zinaingizwa. Nilisikia siku moja bunge la Ulaya limekaa likatoa moja ya maazimio katika taifa la Tanzania, tukubaliane na ushuru. Unaweza kufikiri kama ni mchezo, lakini huyo ni nyoka anaongea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
yako mataifa ambayo yanasupport utoaji wa mimba. Huyo ni nyoka anaongea. Bwana Yesu asifiwe. Leo yako mataifa ambayo ukichoka kuishi kwa namna ambayo labda umeumwa, unaweza ukaenda kwa daktari kwambia mimi nataka kufa. Na sheria zimepitishwa kabisa na madaktari wengine sasa hivi wana specialize kwenye maeneo hayo ya kumua mtu afe vizuri. Huyo ni nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uzazi wa mpango, haleluya, umeenea duniani kote na ni mifumo ambayo wanasema wanataka kucontrol population ya dunia. Huyo ni nyoka anaongea. Bwana Yesu asifiwe. Mifumo ya pesa unayoiona leo, Bwana Yesu asifiwe, huyo ni nyoka anaongea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa nini Mungu anahangaika kuwafunulia watu waliopo duniani? Mungu amfunulie kila mtu, anazungumza na watu wake kwamba kuweni makini kwa sababu umetengwa katika dunia hii. Na ndio maana anasema heri asomaye na yule ayasikiaye na kuyaweka moyoni maneno ya unabii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani alishamjaribu Yesu. Na lengo la kumjaribu Yesu, haleluya, alipokuwa kule nyikani, alikuwa anataka kumpa Yesu nguvu, uweza na mamlaka ili atawale dunia, ili watu wakiwa nyuma ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunazungumza nyuma ya Yesu aliyeshindwa, sio huyu aliyeshinda. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumza nyuma ya Yesu ambaye angeshindwa alipojaribiwa. Ina maana shetani angempa Yesu mamlaka, uweza na nguvu atawale dunia, lakini angekuwa anafanya kazi ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Luka 4:7. Ibilisi akampeleka Yesu hadi juu ya mlima mrefu, akamwonyesha milki zote za dunia kwa mara moja. Inawezekana Biblia yako inazungumza lugha nyingine, lakini tafsiri inasema hivi, lakini wengine wanasema kwa dakika moja. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia nitakupa mamlaka. Angalia, joka hili linatoa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Nitakupa mamlaka juu ya miliki hizi na fahari zake zote, kwa maana zimekabidhiwa mikononi mwangu, nami ninaweza kumpa yeyote ninayetaka. Hivyo ikiwa utanisujudia na kuniabudu, vyote vitakuwa vyako. Lakini tunaona Yesu anavyomjibu, anamwambia imeandika umwabudu, wengine wanasema msujudu Bwana Mungu wako na umtumikie yeye peke yake. Kisha Ibilisi akampeleka mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya mnara mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumeona katika slide ya nyuma ya kwamba hili joka linawapa uweza, nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hizi falme nazo linampa kiti cha enzi, wanakaa. Bwana Yesu asifiwe, na kutawala kinyume. Kwa hiyo hata Yesu alikuwa anajaribiwa. Sio kwamba Ibilisi hamjui Yesu anamfahamu, lakini lazima ujue theluthi moja ya malaika walio mbinguni waliogopewa na joka. Kwa hiyo joka ambao ni Ibilisi lina nguvu, na nguvu yake kubwa ipo katika uongo. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akamwambia ya kwamba dunia hii sio ya kwako, kwa sababu tunaona maeneo kadhaa Yesu anamwambia, anasema kabisa yupo mkuu wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ambaye sio yeye Yesu, bali ni huyo Ibilisi, shetani. Na ndio maana maeneo mengi Yesu anazungumza, tulisoma katika kipindi kilichopita, anasema Mtume Paulo, msiupende ulimwengu, msipende dunia na mambo yaliyopo katika hii dunia. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Mungu akupo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na wewe
tunafundishwa jinsi gani ya kuondoka kwenye mifumo ya dunia, tusije tukaingia katika mtego wa yule nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana siku hizi tumekuwa tukiendelea kutoa mafundisho mengi yanayohusu baadhi ya mifumo iliyojificha katika hii dunia. Bwana Yesu asifiwe. Uko mfumo, Bwana Yesu asifiwe, ambao umewekwa kwenye hata mwanadamu na mfumo wake. Mimi ulivyoniona hapa, nimetengenezwa na mifumo mbalimbali. Daktari anajua kuna mifumo mbalimbali ya utawala wa mwili wa binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini shetani anaweza akaweka mifumo yake, Bwana Yesu asifiwe, ndani ya mwili huo wa binadamu. Haleluya. Wengine kwa kutafuta urembo, wengine kwa kutafuta muonekano fulani wa kuvutia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inaonya msipende dunia hii, maana tumetegwa na si kila mmoja anaweza kushinda. Niliwaambia mara ya mwisho, anayeweza kuyashinda haya ni wale tu ambao majina yao yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Wengine watajitahidi lakini hawataweza. Na ukishaona mtu anajitahidi lakini hawezi, uwe na uhakika kwamba jina lake limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia mahali pengine, tuliacha vipolo katika wiki iliyopita. Kwa nini kichwa kimoja kilijeruhiwa? Kichwa kimoja kichwa chake kana kwamba kimetiwa jeraha na mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstaajabu mnyama yule. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mnyama huyu jina lake nyingine ukisoma katika Ufunuo, anasema jina lake nyingine alikuwepo, alafu sasa hayupo, naye yupo tayari kupaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana alijeruhiwa na aliyejeruhi ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisoma katika Ufunuo 17 mstari wa 8, next slide. Ufunuo 17 mstari wa 8. Huyu mnyama ambaye ulimuona wakati fulani alikuwepo, enzi ya Nebukadneza alikuwepo, lakini sasa hayupo. Anazungumza sasa, hazungumzi sasa ya leo, anazungumza sasa wakati wanafunzi wake katika kisiwa cha Patmo alipokuwa anapewa mafunuo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema sasa hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi kile ni kipindi ambacho ufalme wa Kirumi au Roma ilikuwa inaanguka, haina nguvu tena duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ilikuwa hayupo, lakini anasema sasa hayupo, naye atapanda kutoka katika lile shimo lisilo na mwisho na kwenda kwenye maangamizo. Watu waishio duniani ambao majina yao hayakuandikwa kwenye kitabu cha uzima tangu kuumbwa kwa ulimwengu watastaajabu waonapo huyo mnyama. Yesu asifiwe. Ina maana atakuja, ndio ule ufalme wa Kirumi umeanza kurudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana watu wanastaajabu wanapoona huyu ufalme huu si ulishaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa wale wasiojua, Papa ana vyeo viwili. Sijui unajua hiyo. Pia ni mfalme. Ana serikali kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ni mfalme. Fuatilia vizuri. Ndio maana anasema asomaye na afahamu. Yeye ni mfalme. Haleluya. Lakini hila la mfalme halijulikani sana kama lile la kidini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuona chenye kuzungumza alikuwepo. Enzi za kina Nebukadneza tumemwona alikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye akatokea kama Mrumi. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kipindi hiki cha Kirumi, manabii na mitume wengi na wale waliofuata njia ile waliuliwa wengi. Moja kati ya kazi kubwa ya ufalme wa Kirumi ilikuwa ni kuangamiza kabisa Ukristo. Bwana Yesu asifiwe. Wakishirikiana na madini kubwa za wakati ule. Haleluya. Mafarisayo
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini hawakuweza. Lakini unakuta baada ya Yesu kufa na kusulubiwa na kupaa, Ukristo kaanza kuenea. Kadiri Ukristo ulivyokuwa unaenea, huyo Mrumi alianza kupoteza nguvu, kwa sababu vita vya Yesu alipokuwa ulimwenguni alikuwa akipigana vita vya kimwili, lakini alipokuwa katika mamlaka yake akasema nimepewa mamlaka mbinguni na duniani, aliwasimamisha watu wake ambao walianza kuvunja ufalme wa Kirumi. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa Kirumi baadaye ukaanza kutengeneza, Bwana Yesu asifiwe, uhusiano na Ukristo, si ndio? Na baadaye mmoja kati ya wafalme wa Kirumi akakubali kuwa Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndiye aliingiza ibada zile za masanamu nazoziona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu gani? Yeye ametoka kwenye dini ya masanamu, dini za miungu. Kwa hiyo anapoama anataka kuhamia pamoja na tamaduni zake kama mfano. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninachojaribu kuendelea kuzungumza ni kwamba ufalme huu, utawala huu umekwisha kuinuka tena. Badala ya mwanzoni ulikuwa umepotea, sasa unainuka. Kwamba alikuwepo, sasa hayupo. Kipindi ambacho Yohana anapewa mafunuo kule katika kisiwa cha Patmo, lakini sasa atakuja. Sio atakuja tunamgoja, ameshakuja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kipindi kile walikuwa wanasema atakuja, na ndio maana anaona moja ya kichwa chake yule mnyama kimejeruhiwa, na watu wakaanza kuliona lile jeraha linaanza kupona, wakastaajabu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini mnyama huyu ana vichwa saba. Ina maana Ashuru alishatawala, Babeli alishatawala, Umedi alishatawala, Uajemi alishatawala. Bwana Yesu asifiwe. Ugiriki, Makedonia walishatawala. Sasa huyo ndio Roma. Baada ya hapo akaja kawa dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Na udhaifu ule ulitokana na watakatifu pamoja na Yesu. Alafu sasa ameinuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.